بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1440 katika darasa ya risala sifatu az-zawjati salihah. Katika kikao kilichopita tulianza albabu al-awwal, idhamu haqqi az-zawji. Tulianza mlango wa kwanza unaozungumzia haki kubwa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala mwanamume juu ya mkewe, na tukataja aya zilizozungumzia sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kumpa haki hizi. Kadhalika tukataja baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoeleza haki kubwa aliyonayo mume, na tulibakisha sehemu katika mlango huo ambao biidhnillah ta'ala tutauendeleza katika kikao chetu cha leo. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نتوم صلى الله عليه وسلم سمع: لا يحق للمرأة، نكون رواية لا يحل للمرأة، si halali wala si haki kwa mwanamke an tasuma wa zawjuha shahidun, awe atafunga hali ya kuwa mume wake si msafiri yuko pale. Si halali kwa mwanamke kufunga wakati mume wake si msafiri, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya mume. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، الإمام النووي katika sharh ya Muslim asema: وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام. sababu yake kuwa si halali kwa yeye kufunga wakati mumewe si msafiri yupo, isipokuwa kwa idhni yake, kuwa yule mume ana haki ya kustarehe na mke wake katika masiku yote. wa haqquhu fihi wajibun ala al-fawr, na haki ya mume katika hilo ni wajib, tena kwa pale anapomhitajia. فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. kwa hivyo haki yake hii haiwezekani kuikosa kwa sababu ya jambo ambalo ni la sunna, bimaana kufunga saumu ya sunna, au kufunga saumu ambayo ni ya wajib lakini ala tarahi, bimaana upo wakati mwingine aweza kufunga, isipokuwa ikiwa wakati umedhikika. Katika hali kama ile itamlazimu yule mwanamke, kwa mfano adaiwa katika saumu ya Ramadhani, alipe. Ama ikiwa muda uko, ni wajibu juu yake kumuomba idhni mumewe kabla ya kufunga, iwe ni saumu ya sunna au saumu ya faradhi ambayo ni ya kulipa, bimaana kuna wakati mwingi aweza kulipa. Kwa hivyo katika hali kama hii ni lazima amuombe idhni.
ama somo ya Ramadhani ni wajib kwake yeye mke na mume, ile haiombwi idhni, ile ni wajib juu yake kufunga. Kwa hivyo hapa kinachokusudiwa ni somo ya sunna ama somo ya faradhi ambayo ni ya kulipa, ikiwa bado kuna wakati wa kutosha ambao aweza kulipa. قال وما أنفقت من نفقة عن غير أمره, na chochote anachokitoa yule mke, katoa sadaka bila amri ya yule mume, katika kitu ambacho si kupita mipaka, yani akatoa kitu kidogo ambacho yule mume akisikia hatokasirika wala kuudhika na jambo hilo, fa innahu yuadda ilayhi shatruhu, yule mume atapata nusu ya ajri ya anayopata yule mke, hata ikiwa hajui, hata ikiwa ni bila idhni yake, atapata nusu ya ajri. Na hapa tunaona haki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wameiweka wazi ya mume. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فإذا أوجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها, ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam amewajibisha juu ya mwanamke kumtii mumewe anapotaka kukidhi shahwa yake kwa mkewe, فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك, basi min babi aula awe itakuwa ni wajib juu yake kumtii mume wake katika yale ambayo ni muhimu zaidi kuliko jambo la shahwa. Mimma fihi tarbiyatu auladihima, ingia ndani yake kuwalea watoto wao, wa salahu usratihima, na kutengenea kwa familia yao, wa nahu dhalika min alhuquq alwajibat, na mfano wake katika haki ambazo ni za wajib. Na hapa kuna fikra ambayo imeingizwa na baadhi ya watu kwa baadhi ya wanawake juu ya waume zao, kuwa mke, na hii maal asaf mimi nishawasikia baadhi ya makadhi wakizungumza maneno, wasema kuwa mke si wajib juu yake zile kazi za nyumbani, kumpikia mume, kwa mfano kumfulia nguo mume wake, si wajib juu yake. Yeye hakuolewa kwa ajili ya kuja nyumbani kupika, hakuolewa kwa ajili ya kufanya kazi yoyote ndani ya nyumba. Kwa hivyo ameolewa kwa ajili ya kitu gani? Kwa ajili ya starehe peke yake. Hivi ndivyo wanavyoleta sura kwa akina mama, na ukweli wa mambo sio hivyo, bali ni wajib juu ya mke kumtumikia mumewe. Na nyote mwafahamu kuwa Fatima radhiallahu anha alikwenda kumshtakia mtume sallallahu alaihi wasallam kazi nyingi anazozifanya za mumewe Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu arda. Mtume sallallahu akamfundisha zile tasbiha, ni kufundisha kilichokuwa bora kuliko mfanyikazi. Akamwambia kabla ujalala leta tasbih kadha, tahmid kadha na takbir kadha, ni bora kuliko mfanyikazi. Bimaana ukileta hizi adhkar zitakupa nguvu ya kufanya kazi yako. Wala Mtume sallallahu hakumuita Ali akamwambia sikiliza wewe, sikukupa binti yangu akufanyie wewe kazi. Na yule ni binti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usidanganywe mke na fikra za baadhi ya watu wanaokuambia kuwa wewe huna kazi. Na ndio maana utapata baadhi ya wanawake wakisimama wakianza kuhesabu fadhila zile juu ya mume. Mimi nakufanyia hivi, mimi nakufanyia hivi na hivi, mimi nakufanyia vile, akawa jeuri ndani ya nyumba kwa sababu ya jambo ambalo ni wajibu juu yake kulifanya. Akawa ahesabu kwa hili jambo ni fadhila amfanyie yule mume. Bimaana waweza kuamka wewe asubuhi, vipi chai? Leo uenda bila chai leo. Kwani wajibu juu yangu kupikia chai wewe?
sio wajibu wangu mimi kukupikia wewe chai wala nini. Wewe nenda zako bila kula. Kama wataka jiko lile, nenda kapike mwenyewe. Mwanamke wadanganywa, kisha akiongezeka mwenzako kukusaidia usikasirike. Na kuna fikra hii nyingine mbovu ya wanawake waliolishwa kuwa hawataki kabisa kitu kinachoitwa taaddud az-zawjat, kwa ile mume aongeze mke juu yake. Anidharau, wewe usipike, usimfudie mumewe, usimpigie pasi. Haya yote umeambiwa wewe sio wajibu, sio? Kuna mwingine atayafanya hayo na ziada, na siku akiongezwa atajua kuwa ni wajibu haya. Utaona yote yatafanywa barabara, yatafanywa vile inavyostahili. Wewe hujaamka wewe hapo hapo. Na hii ni siri kwa wanaume. Mwanamke haadabishwi kwa kupigwa, afundishwa adabu kwa kuongezewa mke. Ukiongeza mke wa pili, wallahi nakwambia atafanya kazi wewe ajabu, utakuwa rais bila nchi. Hii siri, na nayasema wazi kwa sababu wako wanawake walio na fikra potofu kama hizi, ili wazinduke kuwa mumewe ndani ya nyumba ni wajibu juu yako kuhakikisha kuwa ile mambo ambayo ni muhimu ndani ya nyumba yatapatikana: kumpikia, kuhakikisha nguo zake ziko sawa, kazi za nyumbani, kuwalea watoto na mengineyo. Haya ni wajibu juu yako kama mke ndani ya nyumba. Kinyume cha hivyo utakuwa umepunguza mambo ambayo ni wajibu juu yako kama mwanamke. Haya ni mambo muhimu yafahamike. Na tukilisema hili hatumaanishi kuwa mume awe jeuri ndani ya nyumba. Itakuwa njidude pumbavu pia, itakuwa njidude jinga likifanya jeuri ndani ya nyumba. Bali wewe watakikana ujipambe na akhlaq njema na mazungumzo mazuri mbele ya mkewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifu kuwa wabora kati yenu nyinyi ahasinukum akhlaqa, ni wale walio na tabia njema zaidi. Kisha akataja kuwa wa khairukum li ahlihi, na wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora kwa wake zao. Ikiwa na tabia zozote njema unazozifanya kokote kule, basi ujue mkewe ana haki zaidi ya kufanyiwa tabia hizo njema. Na hapa tukizungumza tuwazungumzia wale wanaofanya makosa haya. Haimaanishi kuwa wanawake wote wako sawa eti katika kupunguza uwajibu ulio juu yao kwa waume zao. La, wako wanawake ambao watimiza majukumu yao, na wako wanaume ambao ni wakorofi ndani ya manyumba, wakapata wanawake wazuri wa tabia, walioshika dini yao, wanaoishi na wao vizuri, lakini ukimwangalia yule mume korofi, hakuna kama yeye. Lakini ile siku ambayo yule mke atasema bwana, hapa tulipofikia tosha, ndio utamwona iwalia, nende wapi, fanya nini? Siliwaambia hii ofisi yangu kuwa hapa napata mambo mingi ya ajabu ajabu, mengi sana. Niliwapa mfano wa mmoja amekuja hapa, alia, asema mke wake anamuondokea na watoto. Sasa nitafanya nini? Mojua sababu kila siku arudi nyumbani saa 7 saa 8 za usiku, alagati marungi. Kila siku alagati na marungi. Ikifika saa 8 za usiku, saa 7 saa 9 ndio aingia nyumbani. Mkewe akusubiri siku ya kwanza, siku ya pili, wiki mbili. Sasa maisha gani hatuishi? Na wewe pia una majukumu yako. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, na wao pia wana haki zao kama vile wewe una haki, vile vile yeye ana haki zake. Ingawa walirijali alayhinna daraja. Ile bwana mkewe akamkimbia, tosha, amechoka. Mwisho ikabidi kuachana, na alikuwa jeuri mwanzo akiwacha. Kwani nini? Wako wengi. Kamwacha mkewe.
eda ikesha, kumbe kulikuwa na mwenzake. Na hiki kisa niliwahi kueleza hapa. Mwenzake katika wale alikuwa akikaa na wao maskani, alikuwa akimsikia akisema, mke wangu ana subra bwana, fanya subra, mimi namsumbua lakini ana subra. Kumbe yule yuamuotea. Ilipokwisha eda, kapeleka posa, harusi imetangazwa. Wallahi rabbi, amekuja hapa msikitini yualia machozi. Mimi sielezi qissa, kweli kaja hapa yualia. Walia nini? Namkosa mke. Kumbe sasa ndio ulikuwa wajua yule mke alikuwa na fadhila kubwa sana. Sasa ndio wakumbuka. Almuhimu alimkosa kweli, na alimuoa rafiki yake aliyekuwa kiketi naye maskani. Na usifikirie yule ataketi maskani tena ndio basi. Maskani zako za marungi utakaa nazo mwenyewe, watu wataondoka tu katika marungi yako. Kwa hivyo pia upande wa wanaume wasisikie maneno haya wakaanza kufura vichwa, ikawa wao hawatekelezi yaliyo wajibu juu yao. Hili naomba lifahamike. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. katika hadithi hii kuwa haki ya mume imetiliwa mkazo zaidi juu ya mwanamke kuliko kufanya sunna katika khairi, swala za sunna, somo za sunna. لأن حقه واجب, وسبب حق يولي مؤمن واجب. والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع, نمتك لسممي جامب لواجب وتنغلزون mbele kabla ya jambo la sunna, kama kabla ya jambo linalopendekezwa. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة. شيخ الإسلام aliulizwa swali kuhusu bwana mmoja ana mke, tasumu an-nahar wa taqumu al-layl, mchana mwanamke huyo hufunga na usiku halali kwa ibada, simama kisimamo cha usiku. وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه, na kila mume anapomuita katika tandiko lake humkatalia, ile mwanamke ukataa. وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج, na atanguliza kufunga kwa mchana na kisimamo cha usiku juu ya taa ya mumewe. فهل يجوز ذلك, je jambo hili la juzu? فأجاب, akajibu Sheikh al-Islam na kusema, la yahillu laha dhalika biittifaqi almuslimin, si halali kwa huyu mwanamke jambo hilo kwa ittifaqi ya Waislamu. bal yajibu alaiha an tuti'ahu idha talabaha ila alfirashi, bali ni wajib juu yake mwanamke kumtii mumewe anapomuita katika tandiko lake. وذلك فرض واجب عليها, نهين فرادي نني واجب جوياك. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع, أما كسمام چوسيك نكفونغ مچانا نجامب لپندكيزوا من السنة. فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة, vipi mwanamke wa Kiislamu mu'mina atatanguliza jambo la sunna juu ya jambo ambalo ni la faradhi? qala walaysa ala almar'ati ba'da haqqi Allahi wa rasulihi awjaba min haqqi az-zawji, na mwanamke hakuna haki juu ya mwanamke baada ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni kubwa zaidi kama haki ya mume wake. Mume wake ana haki kubwa sana juu ya yule mke baada ya haki ya Allah na mtume wake, bimaana zaidi na juu ya haki hata ya baba yake aliyemzaa na mama yake. Na hapa pia tuona kosa lingine ambalo huwa ni sababu ya kuvunja familia, na haya ni mambo ambayo twayaona katika mujtamaa wetu.
mtoto wa kike ameolewa lakini bado ameweka taa ya wazazi wake juu ya taa ya mume wake. Bimaana aweza kukurupuka tu amwambia mumewe, hivi mimi nenda zangu nyumbani leo kuna karamu, mimi nakuhitajia usiondoke. Mimi nishaambiwa na babangu na mamangu siwezi kuwavunda, kama wewe utaki shauri yako. Sikia maneno haya yafanyika. Ama ghafla tu aambiwa mume, mimi kesho nasafiri. Kwenda wapi? Nda zangu Dubai. Na nani? Na babangu na mamangu. Mimi sikupi ruhusa. Mimi naambiwa na babangu na mamangu, waniambia wewe nipe ruhusa. Nitakwenda. Kwa nini? Kwa sababu babangu aniambia na mamangu. Ukishaolewa mama, hayo ya baba na mama mwanzo yaweke kando. Uwajibu wako ni kumtii mumewe. Na majumba mengi yameharibiwa na mababa na mamama ambao wafanya kitendo kama hiki, mengi sana yakaharibiwa na hali kama kuingilia maisha ya mtoto wao wa kike ndani ya nyumba. Ukaona bado wafuatiliza tu, usifanye hii, fanya hii, usifanye, usimkubalie hii. Kisha awe yule baba basi Allah amemfungulia katika dunia, ndiyo balaa kabisa. Funguliwa katika dunia alafu akawa hana dini, hajui dini, akili yake ndogo, ndio utasikia yale maneno ya jeuri tuliyozungumza siku zile, kuwa hajanishinda binti yangu hata unifanyie hivyo. Na wala si mateso, ni kuwa atakaamtie awe chini ya amri yake. Na usawa ni kuwa yule binti anapoolewa amri yake iko kwa mumewe, bimaana hawezi kufanya jambo lolote ambalo lahitaji idhni ya mumewe isipokuwa ni mpaka apewe idhni na yule mume. Sina baba wala mama. Baba na mama baada ya binti yao kuolewa hawana haki kwa yule binti kama aliyonayo mume, na hili ni muhimu sana lieleweke. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم المرأة حق الزوج، لو كما mwanamke angelikuwa yajua haki ya mumewe, ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ، asingelikaa chini wakati mumewe yuwala ghada yake, yani chakula chake cha mchana, ama asha, chakula cha usiku, mpaka amalize kula yule mumewe. Yani ingelikuwa yajua haki yake ilivyokuwa, angelikuwa yuko pale amuhudumikia. Kuna kipi kimpungua? Wataka maji? Hapa. Wataka nini? Nikuongezee chakula hiki. Wengine aingia basi nishakupikia, utapata uko ndani hotpot nini ziko huko ndani. Kama wataka kukanza kuna microwave, weka hapo ndani, weweka. Mimi niko huko ndani Mume huyo akaribishwa ndani ya nyumba huyo. Kisha huyo mwanamume maskini ingia zake jikoni, apakua mara nkingi, mara kidogo, mara mtuzi amejaza kama supu, mara si kazi yake. Mwisho akiingia yuala, akimaliza afagie vizuri pale, aokote vyombo akavioshe, viweke. Mkewe ampumzika huko ndani. Sawa, shukran mama, umpika kweli. Kama umechoka basi angalau mwambie basi leo nipe ruhusa na kuwekea hizi vitu, naenda kupumzika, nachoka. Sawa. Lakini kila siku ni mtindo huu, endelea tu, ndio mtindo huu wanavyofanya. Wallahu almusta'an, wallahu almusta'an. Mambo mengine si ya kupita mipaka, usione yapita mipaka, la. Ndio furaha ndani ya nyumba huwa namna hii. Kuna mambo yaweza kuona ni madogo, lakini yaleta furaha ndani ya nyumba. Na upande wa pili pia aweza kuwa yule mama jazakallahu khairan, ahudhurisha chakula, afanya hivi afanya vile, yule mume ameingia pale ndani mashaallah, yuala akitia tu mdomoni chumvi baba zima wewe, baba zima wewe. Ikiwa hutaki kula basi nyamaza, usitie aibu. Hujui ile tabu aliyoipata huyo mama ndani ya nyumba, labda amechomeka, labda amefanyika hivi, watoto wamemsumbua ndani ya nyumba, wewe huna shukrani pia. Amekaa na wewe pale, hakikisha kila kitu wala vizuri na nini,
basi jeuri, akila hivi mara tia dosari hivi, mara tia dosari hivi, mara tia dosari hivi. Kisha ukimaliza kula ainuka yeye tu, si wenda huko jikoni kuosha mkono. Mtume sallam alikuwa akiwasaidia wake zake, chukua angalau kisani kimoja, danganya na wenda nacho jikoni, sema mimi naondoa hii, kwa vile wewe umpika, mimi nafanya bidii angalau nikusaidie kuondoa, na mimi naondoa. Yesi bosi, ingia ndani ya nyumba, ashalishwa, ashafanywa kila kitu, kisha akimaliza ainuka enda zake, hata hajadi. Hii pia ni upungufu upande wa nani? Upande wa wanaume. Na upande wa pili ni ule ambao tuliotaja, angalau pia dada zetu wasione washambuliwa wao sana. Huku upande wa pili pia kunao matatizo, wengine wana matatizo. Lini mwisho ulishika kisahani ukakiosha ukamsaidia mkewe kama alivyokuwa akifanya Mtume sallam? Wala si ubwege, kama alivyofanya Mtume sallam. Ama angalau basi ukabeba ukapeleka, na basi mimi nakufikishia hapa, visahani viko 3, mimi nabeba 2 na viregesha. Basi jambo dogo tu, ule ubinadamu angalau humfurahisha yule mwenzako, mkaishi na furaha ndani ya nyumba. الباب الثاني الترغيب في طاعة الزوج وإرضائه. mahimizo aliyopewa mke katika kumtii mumewe na kumridhisha mume wake. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5، mwanamke akiswali swala zake 5 kwa wakati wake, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wa Ramadhani, wahassanat farjaha, akahifadhi tupu yake asiingie katika uchafu, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe. Mambo mangapi haya? La kwanza ni swala, la pili ni saum, la tatu ni kujihifadhi mwili wake, la 4 ni kumtii mumewe. Mambo haya ambao ukiyatizama wayaona ni sahali kabisa, waweza kuyafanya. Sikiliza mwanamke, ajiri yako unaoipata ukiwa na mambo haya. Qila laha, ataambiwa yule mwanamke siku ya kiyama, udkhuli aljannata min ayi abwabi aljannati shiti, ingia peponi kwa mlango wowote wa pepo unaotaka wewe. Wallahi, kwa mwanamke amepewa njia sahali sana ya kuingia peponi, lau kama atashikamana naye. Aswali swala zake, afunge somo yake, ahifadhi kiwiliwili chake, na amtii mume wake. Huyu ataambiwa siku ya kiyama aingie kwa mlango wowote wa peponi anaotaka yeye aingie. Fursa hii, Allah, fursa kama hii tusiipoteze. Sahali sana kwa yule ambaye Allah atamfanyia wepesi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nisaukum min ahli aljanna, wake zenu katika watu wa peponi. Mwanamke, sikiliza, ukiwa na sifa hizi wewe ni katika wa peponi biidhnillah ta'ala. Alwadud, yani alkathirat alhub, anayempenda sana mumewe. Usidanganywe kwamba utakuwa mjinga wewe, usimuonyeshe wampenda. Muonyeshe wampenda, tena muonyeshe wampenda sana. Ni katika sifa ya wanawake wa peponi. Muonyeshe mumewe kuwa wampenda, hakuna chochote katika hiyo. Wala wewe huja kuwa mjinga, bali ndivyo sheria inavyokuamrisha. Na huyo anayekwambia hivyo mrongo, ataka kukuvundia nyumba yako. Mpende sana mumewe. Alwadud, mwanamke mwenye sifa ya kumpenda sana mumewe. Alwalud, alkathiratul walad. Na hapa isieleweke kuwa alwalud
ni mwanamke anayezaa kinyume chake ni tasa, kwa hivyo tasa si katika wanawake wa peponi. Si maana yake. Maana yake ni yule mwanamke anayependa kizazi, hata akiwa hakujaaliwa kuzaa, lakini apenda na yeye angalau lau kama angelikuwa na watoto tena wengi, kinyume na baadhi ya wale ambao wameathirika na fikra za kikafiri. Watoto wawili basi kama paka vile, yani kama fuga paka, watoto wawili basi. Watoto wengi wakaziana, maisha magumu. Wasikia wazungumza maneno ambayo yazungumzwa na makafiri, si Waislamu. Maneno kama haya, kufaru wao baba na mama wakishazaa mtoto mmoja wao wametosheka. Kwa sisi tutarajia kuwa baada ya kizazi hiki, tuseme kwa mfano cha makafiri, ikiwa kizazi chao kilikuwa na watu 100, basi kizazi kinachofuata kitakuwa na wangapi? Kitakuwa na 50. Maanake si watu wawili wazaa mmoja, kwa hiyo itapungua kwa nusu. Lakini sisi sisi tumeambiwa tanakahu takthuru, tuzaane tuwe wengi. Yani bimaana wakifa wawili wanawacha kama 15, 10, 15, 20. Kisha baadaye wale tutawashinda nguvu biidhnillahi taala, ikiwa hawa watashikamana na dini. Na kiyama Mtume sallama atajifakhirisha juu ya mitume wengine kwa wengi wa wafuasi. Kwa ikiwa yule mwanamke ni katika wale ambao sasa mitosha sizai tena, ujue si katika wanawake wa sifa za wanawake wa peponi. Huyo si katika sifa za wanawake wa peponi. Wa peponi ni wale ambao wapenda kizazi, isipokuwa iwe afya yake haimruhusu kuzaa kila wakati. Sasa huu ni mwingine, lakini apenda kizazi. Sio wanawake watoto wamfika 5, wengi kweli 5. Wewe una wazimu, watoto 5 ni wengi. Wewe usifikirie maisha ya dunia haya, kila mmoja ataondoka. Waonaje wewe umeondoka, umewacha watu kama 20 huko nyuma wa kuombea wewe kila wanaposali? Wewe umeondoka hapa duniani. Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, katika maisha yake aliona zaidi ya watoto 100 wake. Yeye peke yake amezaa zaidi ya watoto 100. Na katika taun iliyokuja Madina wakati wa uhai wake, kwa siku 3 akazika watoto wake 80. Yeye mwenyewe watoto wake 80 amewazika kwa siku 3. Wamefariki watoto 80 wake akawazika. Na Mtume sallama katika dua aliyomwombea Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa akthir auladahu, kithirisha watoto wake. Kama hili si jambo zuri asingemwombea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walikuwa wakizaa watoto wengi. Na mtu anayezungumza hivi, pengine yeye katika familia yake umezaliwa 10, 15, kisha yeye asema lakini maisha tabu. Na baba yako alikulea vipi wewe? Fanya heshima. Tena pengine hakusoma hata shule wa baba yako, lakini alikulea wewe na ndugu zako, akakutoa mjanja wewe wa kutaka watoto wawili, ukawa umeathirika na fikra kama hizo. Kwa hivyo katika sifa za wanawake wa peponi, alwalud. Kumsikia alwalud ndio maana yake, anayependa kuwa na kizazi, kuwa na watoto wengi. 10 ikiwezekana 15 lete, 20 lete, hakuna shida yote bwana. Kuna shida yote. Wewe lete, Allah atawapa riziki yao. Usiwasikie wale wanaokuambia kwa alafu maisha magumu. Kila mmoja atakuja na riziki yake, si wewe unayetoa riziki. Wewe fanya asbab na Allah ataleta njia zake. Al-aud, na hii itafasiriwa na Mtume sallam, al-aud ala zawjiha. Nini maana yake? Mtume sallam asema allati idha ghadiba, ni yule mwanamke ambaye anapoghadhibika mumewe, jaat, atakuja yule mke, hatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha, mpaka aweke mkono wake juu ya mkono wa mumewe.
وتقول kisha amwambie mumewe la adhuqu ghamdan hatta tarda, mimi leo sionji usingizi mpaka uridhie, mpaka unisamehe, mpaka uridhie. Nawezekana kuwa yule mume ndiye mwenye makosa, lakini hajijui kana ana makosa, ana hasira kubwa, lakini wewe fanya hivyo, si ujinga. Kisha akishatulia siku ya pili mkiwa mwala mmetekeshana mali, basi mume wangu angalia pale jana ilikuwa umefanya makosa, basi pole mke wangu, haya shaisha. Ndio yafanywe hivyo. Huwa watu waishi namna hiyo, sio wana hasira na wajifanya pia na hasira. Utawaka moto pale, mwenzako akiwa juu wewe kuwa chini, na siku nyingine wewe utakuwa na hasira, yeye atakuwa chini. Lazima mkubaliane jambo hilo. Kwa hivyo yule mwanamke ambaye mumewe anapokasirika humshika mkono na kumwambia mimi sionji leo usingizi mpaka nihakikishe mume wangu umeridhia. Na subhanallah, fanya hivi uone namna itakavyokuwa raha ndani ya nyumba na ule utulivu ambao Allah atawapa ndani ya nyumba. Dini yetu haikuacha kitu bwana, sunna haikuacha jambo. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama watu wataifuata kisawasawa, haihitaji makongamano ya mapenzi. Na sisi tufanye makongamano ya mapenzi kwa mwaka mara mbili, si mara tatu, njoo na mkeo tena, ambaye uje na mkeo kwa siku moja tu. La, watu watakana waelimishwe. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndio Qur'an inavyotuamrisha, hivi ndio sunna inavyotuamrisha. Na hii ilmu watakana wapewe waume kwa wake, wafundishwe namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuishi na wake zetu. Na lau kama watu wataishi katika sunna, biidhnillahi ta'ala, nyumba zitakuwa na utulivu mkubwa sana na furaha na saada mpaka watakapoondoka hapa duniani. Wallahu musta'an. Albabu thalith inshallah tuingia katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.